Let's tomorrow take this trophy home. Yanga unajua zichizi, timu yao bado ni checheme. Asiyetarajiwa kayafanya yasiyotarajiwa. Vipi kama nani nakusimulia safari ya Engineer ndani ya kikosi cha Young Africans, huko nikikupeleka Chemka ili tujue Engineer ndani ya kikosi cha Young Africans amechemsha au amechemka. Kutokea Moshi mjini hadi kwa Sadara ni kilomita 35 na kutokea kwa Sadara hadi Chemka ni kilomita 20. Kutoka kuwa mkurugenzi wa uwekezaji ndani ya GSM hadi kuwa rais wa Young Africans sio njia nyepesi kama kutoka Moshi kwenda Chemka. Baada ya GSM kukubali kuwasaidia Yanga, title yake ikabadilika na kuwa mwekezaji na mdhamini wa klabu ya Yanga, lakini hapo ilisukumwa kete makini ambayo huenda watu wa siasa pale Yanga walijua kuwa kete hiyo ni ya muhimu sana au hawakujua kama kete hiyo ni ya muhimu. Kwa nini nasema hivyo? Mara zote klabu hizi zinaongozwa kwenye misingi ya siasa. Kwa hiyo swala la kuandaa nani atakuja kuwa kiongozi hapo baadaye huonekana mapema kwenye vikao vya ndani. Watu hupanga safu zao na kuangalia nani anaweza kuwa tishio. Hivyo Yanga walifanya tukio ambalo liliweka hatarini ndoto ya kila mmoja aliyekuwa anatamani kugombea nafasi ya juu sana. Ama wazee wa Yanga walisukuma kete muhimu ambayo walijisemea, mchawi mpe mtoto akulele. Kama walikuwa na mpango wa kupita, tuwape kiwanja wajenge kabisa. Kupitia Mshindo Mbete Msola walifanya uteuzi kwa Engineer atakuwa makamu mwenyekiti wa kamati ya usajili wa Yanga. Kwa macho ya nyama hiki kilikuwa ni cheo kidogo sana, lakini kwa Engineer ulikuwa ni udongo wa kupanda jina lake kwenye mioyo na vichwa vya wana Yanga. Alihakikisha usajili wote akiwa kama makamu mwenyekiti anahusika moja kwa moja, lakini pia aliwahakikishia wana Yanga wanakuwa na mfumo mzuri sana wa wachezaji. Msimu wa mwaka 2019-20 Yanga walitumia makocha watatu: Boniface Mkwasa, Mwinyi Zaera Papa, Luke Emily. Yanga walimaliza msimu wakiwa nafasi ya pili nyuma ya Simba, ambao Simba walikuwa na pointi 88 wakifunga mabao 78 na kufunga mabao 21. Yanga wao walikuwa na pointi 72 wakifunga mabao 47 wakifungwa mabao 28. Yanga walisare mechi 15 wakifungwa mechi 4. Msimu huu ni muhimu sana kukumbuka, kwani ndio msimu wa kwanza GSM kushirikiana na Yanga. Ndani ya msimu huo mwaka 2020 Yanga na GSM waliingia mkataba wa miaka miwili wa kuzalisha jezi za Yanga, na msimu uliofuata Engineer akaingia kazini kusajili. Hey kaka, umemwambia Umipixa atuwekee hela, tunaenda Chemka. Ndio kaka, anaweza kutuwekea kwenye simu hata kama anatumia benki. Oh, sorry. Engineer alianza kuchemka rasmi. Yanga hawakutaka unyonge kabisa. Mara hii walitaka kuhakikisha wanabeba ubingwa. Yanga walifanya mabadiliko kuanzia benchi la ufundi, wakampa kazi Cedric Kaze Burundi, mtaalamu kutokea Mbeya. Juma Mwambusa akamsaidia, bila kumsahau Vladimir Nyonkuru. Pesa ilimwagika kwenye usajili bila fiche. Yanga walimsajili Bakari Nondo Mwamnyeto kutokea Coastal Union, wakamleta Mkoko Tonombe kiungo mkabaji kutoka AS Vita ya Kongo, Twisila Kisinda winga kutoka AS Vita, Michael Sapong mshambuliaji kutoka Rayon Sports ya Rwanda, Carlos Carlinhos Gumares kiungo kutoka Inter Club ya Angola, Yakuba Sonyi mshambuliaji kutoka Asante Kotoko ya Ghana, Faridi Musa Shamaliki winga kutoka Tenerife ya Uhispania, Shomari Kibwana beki wa pembeni kutokea Mtibwa Sugar, Zawadi Gift Mauya kiungo kutoka Kagera Sugar, Yasin Mustafa beki wa pembeni kutoka Polisi Tanzania, Abdullah Shaibu Ninja beki wakati kutoka LA Galaxy 2 ya Marekani, Waziri Junior Shemtembo mshambuliaji kutoka Mbao FC, Dickson Job beki wakati kutoka Mtibwa Sugar, pamoja na Saidon Dibazonkiza kiungo mshambuliaji kutoka Vita ya Burundi. Baada ya dirisha dogo la usajili, klabu pia iliongeza nguvu ya mshambuliaji wa kufahamika kama Fiston Abdurazak aliyekuwa anatokea Iraq kwenye timu ya Al Zawara, ng'ombe wa maskini Azai. Pamoja na sajili zote hizo, bado msimu wa Yanga yenye sura ya Engineer ilishindwa kufua dafu tena. Walichemka kama anavyokupeleka chemka. Msimu wa Yanga walitumia makocha watatu: Kazerona, Zlatko Krompotic. Huyu watatu ndiye aliyekuwa mageuzi ya Yanga kwenye kila kitu.
Hapa Yanga walihitaji mtu anayeweza kusuka mfumo mpya atakayefanya Yanga kuwa timu hatarishi. Mwisho wa msimu, Yanga walimtambulisha Nasiruddin Nabi aliyewasaidia Yanga kumaliza nafasi ya pili tena kwa alama 74, wakishinda michezo 21, sare 11, vipigo viwili, walifunga mabao 52, wakifunga mabao 21 tu. Mwanga ulionekana lakini rasilimali zilionekana hakuna. Ilikuwa lazima kuketi chini na mwalimu kumuuliza nini anachotaka kujenga, naye akawaambia anataka kujenga nini ndani ya Yanga. Mwaka 2021 ulikuwa ni mwaka muhimu pande zote mbili. Kwanza kwa GSM, mkataba wake wa utengenezaji wa vifaa vya michezo wa Yanga ulikuwa unakaribia ukingoni, lakini pia uchaguzi wa Yanga ulikuwa unakaribia. Kwa maana ya mwaka unaokuja, basi Yanga walistahili kufanya usajili za maana sana, kwani walikuwa na msululu wa wachezaji waliodhalilisha huko nyuma kama Barinya, Moringa, lakini wale waliokuwa wanahitaji kugombea ulikuwa ni wakati wa kupanga safu zao vyema. Wakati wao wakiwaza uongozi, injinia aliwaza mfumo, kubomoa na kujenga kitu kipya ambacho hakuna mwingine anayekijua zaidi yake. Kumbuka hizo ndizo nyakati ambazo swala la mabadiliko lilikuwa linachukua sura mpya kwenye soka la Tanzania, na Yanga walikuwa wameamua kulivalia swala hilo sura zisizokuwa na soni. Mwaka 2020 Yanga waliingia mkataba na La Liga wa kujifunza mfumo wa uendeshaji, ambapo mastermind wa mpango huo alikuwa ni injinia mwenyewe. Ili kukamilisha mfumo huo kwa ukweli na uwazi, Dr. Mshindo Mbete Msola aliunda kamati mbili: kamati ya mabadiliko ya mfumo iliyokuwa chini ya Alex Mgongolu, mwanasheria mbobezi, na kamati ya mabadiliko ya katiba iliyokuwa chini ya Raymond Wawa. Bado injinia hakuwa kwenye kamati yoyote, ila alikuwa nyuma ya pazia akisoma mchezo na kusukuma kete ambayo hakuna aliyeiona. Hadi kufikia June mwaka 2021, Yanga walikuwa washajua ni nini walichokuwa wanakihitaji kwenye timu yao. Kwanza walitaka mfumo ambao timu ya Yanga itaongozwa na rais na sio mwenyekiti. Wakaweka Yanga lazima iwe na kamati tendaji, kisha CEO ambaye ni mtaalamu ataajiliwa. Yanga ilitakiwa kuwa na bodi ya wadhamini, kisha Yanga itamilikiwa na wanachama kwa 51% na wawekezaji kwa 49%. Ushindi wa kwanza ulikuwa ni Juni 27 mwaka 2021, ambapo wanachama 1100 wa Yanga walipitisha mabadiliko ya katiba na kuruhusu mchakato wa mabadiliko. Injinia aliendelea kuwa jina linaloimbwa chini ya maji. Watu waliona kazi yake. Hakujisifia, hakuonekana kutaka uongozi, lakini alionekana kuwa na uelewa mkubwa wa kitu kinachojengwa pale Yanga. Ungeweza kusema Yanga ilimhitaji zaidi yeye, kwani alikuwa anajua ni aina gani ya silaha anayoijenga. Mnamo Disemba mwaka 2021, Yanga alipata ushindi mwingine mkubwa pale serikali kupitia vyombo vya michezo ilipopitisha katiba rasmi ya Yanga na kuruhusu mabadiliko ya uongozi kulingana na katiba ya Yanga. Kumbuka msimu wa Yanga walikuwa wakifanya jambo la hatari sana. Jambo hilo liliratibiwa na injinia mwenyewe aliyevua kinyago cha uchungaji na kuwa mafia kweli kweli. Napo mafia akazaliwa na kuchemka. Bado hatujafika. Chemka na stori yetu ndio kwanza inaanza.